Yes, bwana mfuatiliaji wa YouTube channel yetu ni exclusive na moja kati ya wasanii ambao wanafanya makubwa sana kwenye tasnia nzima ya muziki. Kwa maana kwamba muziki wa gospel wanaitwa Lami Music. Moja kati ya vijana ambao wameamua kujikita moja kwa moja kwenye uimbaji wa muziki wa gospel. Tunazungumza naye mawili matatu atuambie vile ambavyo anafanya kazi yake, lakini kubwa zaidi atuambie bwana nyimbo gani ambayo mdau ina trend. Mzee ni kwaje? Safi. Mambo yanaenda. Mungu ni mwema. Bwana nikupe hongera, kuna nyimbo umetoa juzi kati. Nyimbo ambayo challenges zimekuwa ni nyingi. Natamani nifahamu kwa wale ambao labda hawajaiona nyimbo inaitwaje na ilikuwaje mpaka kwa moto utoe nyimbo ile? Kwanza juzi kati nimetoa nyimbo mbili kwa pamoja. Nimetoa wimbo unaitwa Asante, nimetoa wimbo unaitwa Upya. Sasa sijui unaizungumzia hivi. Zungumzia Upya ndio nyimbo ambayo ina challenge nyingi zaidi. Okay, Upya ni wimbo kwanza ambao umetoka jana. Ni wimbo ambao umetoka jana, lakini namshukuru Mungu. Mapokezi ya watu ni mazuri sana. Ninamtukuza Mungu kwa hilo, lakini ni wimbo ambao unazungumzia maisha yangu. Kwa sababu wewe unafahamu mwanzo nilikuwa nikifanya vitu gani. Sipendi kuvitaja kwa sababu neno linasema unapompokea Kristo ukafanyika kuwa kipya, aina mpya, amen, hauna haja ya kukumbuka maisha yako ya nyuma au kuyazungumzia. Unaweza ukazungumzia sawa, lakini sio deep. Unaweza ukazungumzia katika hali ya ushuhuda. Naelewa, yes. So nipende kumshukuru Mungu. Mapokezi yamekuwa ni mazuri na ninaamini kwamba Mungu atafanya njia zake ili vizidi kwenda pale ambako jina lake linapaswa kuwa. Labda kwa faida ya mtazamaji, ilikuwaje hadi ukaamua sasa ubadilike kutoka kwenye aina music ambayo ulikuwa unaimba mwanzoni, muziki wa duniani ukamoja kwenye muziki wa dini? Umekuwa ni mmoja kati ya vijana wachache sana ambao wanaimba muziki wa gospel. Kitu ambacho watu wengi wakijui, kitu ambacho nakifanya sasa hivi, yani muziki wa gospel, ndio muziki ambao nilikuwa natakiwa kufanya tangu mwanzo. Unaweza ukauliza kwamba au ukashangaa kwamba ni kwa nini hivi, lakini kwamba kumbuka mimi nimezaliwa katika familia ya dini, unajua, na kawaida mtoto anapozaliwa mzazi anatakiwa kumuonesha njia nzuri, lakini mtoto anapokuwa anachagua yeye sasa njia, whether afuate njia ambayo ya mzazi aliyomnyoshea ama achague njia yake. Sawa? Lakini Biblia inasema watoto wafundishwe tu njia nzuri, maana hata wakikua hawatoziacha. So mimi nilikuwa nikachagua njia ya kwangu, lakini ikafika mahali nikaona hiki sicho ambacho nilifundishwa na wazazi wangu. Kwa hiyo nikaona hapana, huku niliko siko na amani. Natakiwa kufanya kitu ambacho nilitakiwa kukifanya. Yeah, so far namshukuru Mungu, nimeweza kutoka kule na niko nafanya kitu ambacho nilitakiwa kukifanya. Ukizungumzia muziki wa gospel unazungumzia watu kama kina Joel Lwaga, kuna Gazbet wale. Unahisi competition mzee wangu utaiweza kutoka kule ulipotoka mpaka kuja kwenye huko muziki wa gospel? Mimi sishindani na mimi sishindani na sifanyi competition, na sidhani kama kwa msanii wa gospel ni vyema kufanya competition, kwa sababu tunachokifanya ni tunafanya vitu kwa ajili ya Mungu. Yani kazi ya muimbaji wa injili na kazi ya mchungaji, kazi yake ni moja. Wote ni wahubiri. Sasa kama utaanza kuhubiri kwa ajili ya kulitukuza jina lako, competition yani kushindana na mtu fulani, manake sasa atakaye kuwa anatukuzwa sio Mungu. Manake utakuwa unajiinua wewe jina lako, kitu ambacho Mungu hawezi kuwepo hapo. Mungu anataka utukufu uwe kwake. So unapotaka jina lako lisikike au liwe juu, competition, ina maana Mungu anakaa pembeni alafu anakuacha. Yes, na hiyo kitu tumeona wasanii wengi sana ambao walipata nafasi wakaanza kujisahau, wakaanza kuona majina yao makubwa. Walipoanza kujiinua Mungu aliwaacha. Nadhani unajua Mungu akikuacha kitu gani kinafuata. Yes, so maisha yetu tunamhitaji sana Mungu katika kila neno. Hatuwezi neno lolote bila Mungu, unajua? Yes. So hakuna kitu tunaweza bila Mungu. Kwa hiyo ogopa sana ikifika mahali unafanya vitu alafu Mungu akakaa pembeni akuangalia, okay, kama unaweza nenda. Bro, you gonna suffer. Kwa nini kumekuwa na waimbaji wachache sana muziki wa gospel, hasa wanaume? Ni swali gumu kwa sababu uimbaji naweza nikasema ni wito kama ilivyo uchungaji. Mtu ukisikia ndani yako utafanya, lakini mpaka usikie sauti ya Mungu.
Yes, kama nilivyokuambia, mimi ninafanya kwa sababu ni kitu ambacho nilitakiwa kufanya. Mimi napenda kuimba tangu nikiwa primary. Lakini nini niimbe? Nilikuwa sijui. Kwa nikajikuta ninaimba. Na sio nilikuwa sijui. Unajua kwa nini nilifanya Bongo Flava? Wakati ambapo mtoto anakuwa katika age fulani, huaga anatamani kufanya vitu vingi sana. Especially vile vibaya. As you know, dhambi ni tamu Yes, dhambi ni tamu lakini mshahara wake ni mauti. So kuna maisha fulani ambayo nilikuwa na wish kuishi. Ndio ilipelekea nikaanza kufanya Bongo Flava kwa sababu kuna uhuru fulani ambao niliutaka, uhuru ambao ukichagua kufanya gospel hauwezi ukaupata kwa sababu utakuwa uko limited. Utakuwa uko limited. Kwa yule ambaye labda nakutazama kwa mara ya kwanza kupitia YouTube channel zetu, wafahamu kwamba tuna nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? So far kwa sababu huku upande wa gospel ndio naanza, watu wengi sana wamenifahamu kule wakati nikifanya secular. Nyimbo za kidunia. Yes. So huku ni kwa sababu ndio kwanza ninaanza. So far tuko na nyimbo 2 ambapo nyimbo ya kwanza ilikuwa ni Asante, tulitoa mwezi wa pili, na wimbo ambao sasa hivi huko tumeutoa jana ni wimbo ambao unaitwa Upya. Yes. Lakini kuna nyimbo nyingi sana ambazo zinakuja nzuri za kumpa Mungu utukufu, ambazo zinaweza zikabadilisha maisha ya vijana wengi kama ambavyo mimi nimebadilika na nikachagua kuwa balozi wa Mungu. Ningetamani kwa sababu wanasema muziki ni roho, unajua Yes, una transfer. Kwa unaposikia neno, nafsi inadai kwamba natamani nifanye hiki. Kwa hiyo kama mara ya kwanza niliweza kumrepresent shetani na watu wakawa wanafuata, ninaamini kupitia hiki ambacho sasa hivi ninakifanya kwa sababu nimechagua kuwa balozi wa Kristo. So ninaamini Mungu atafanya zile nafsi za watu ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine whether zilipotea kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wakikisikia nikifanya, au kutoka kwa wengine, naweza nikawa mfano mfano kwa vijana wengine ili nao wakaziacha, kwa sababu neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, nami nitasikia toka juu mbinguni, nitashuka na kuwaponya na kuiponya nchi yao. So mtu yeyote anayo nafasi ya kumwamini Kristo, utakapomwamini Kristo maisha yako totally yatabadilika. As you know me before na sasa hivi niko tofauti sana. Unajua ilifika wakati of course nilikuwa nafanya Bongo Flava, nilikuwa napata hela. Namshukuru Mungu nilipata jina na vitu vingi sana, lakini havikuwa na faida kwangu kwa sababu usipokuwa na Mungu hata uwe milionea hauwezi kuwa na amani bro, kwa sababu hautotosheka still ndani yako na kiu. Unajua ndio maana hata ukisoma Ayubu 22:21 neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. So kumbe unapomjua Mungu unapata na favor ya mema kukujilia. Yes. Hapo moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa sana kwenye uhalisia kwa sasa ni kwamba imefikia hatua waimbaji wengi wa Injili hamna ule wito tena kama ilivyokuwa zamani. Umezungumza hapo kwamba moja kati ya kitu ambacho kinazingatiwa kwa mwimbaji wa Injili ni wito na kutangaza neno la Mungu. Mimi nina swali mawili. La kwanza, uone kama ushindani kwenye Bongo Flava umekukimbiza na ukaja kwenye gospel ama kwenye nyimbo za Injili kwa sababu mpo wachache na panauzika haraka? Lakini la pili hapo kama kweli huku umeitwa, si kwamba biashara ya dini saizi imekuwa na faida kubwa sana. Unajua unaweza kutengeneza fedha kwa kutumia mwavuli wa Kristo ama kwa kutumia mwavuli wa Mungu, kwa sababu ndivyo mnavyofanya wasanii wengi kwa sasa. Kitu kimoja ambacho hii sio tu kwa wasanii, hii ni hata kwa wachungaji. Unapofanya kitu ni lazima uwe na target. Ni lazima ujue kwa nini unafanya. So kama umechagua kuhubiri kwa njia ya uimbaji, wewe tayari ni mtumishi wa Mungu. Na Mungu anasema tusiwe wenye kuipenda hela, kwa sababu utakapoipenda hela maana yake hautofanya vile ambavyo yeye anataka. Utafanya ili upate fedha. Sasa Mungu hapo atakuacha. Mtu mmoja alimuuliza Yesu,
umeacha kila kitu, nimeacha kila kitu, nimekufuata wewe, nitapata nini? Bwana Yesu akamwambia atakapoketi mwana wa Adamu ndipo utakapoketi na wewe. So kumbe unapomfuata Yesu kuna faida nyingi, kwanza hapa duniani lakini pia hata mbinguni. Kwa hiyo unakuwa na uhakika wa kuishi duniani lakini pia na mbinguni. Yes. Kwa mimi nadhani kama ningepaswa kuwashauri, ningewashauri kama ni kweli ni wito unafanya kazi ya Mungu, basi weka mbali masuala ya fedha, weka mbali masuala yote ambayo unajua ni chukizo mbele za Mungu. Siwezi kusema naipenda pesa, kwa sababu ukisema unaipenda pesa tayari utakuwa ni chukizo mbele za Mungu, kwa sababu tayari Biblia imeshakataza msikue wenye kuipenda pesa, unajua. Sasa ukiniuliza kwamba sipendi pesa, naweza kukwambia sipendi pesa lakini ninahitaji pesa, kwa sababu ili maisha yaende inahitaji pesa. Lakini usitafute pesa, tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Mungu anajua kama unahitaji pesa. Sawa. Mimi nadhani leo hii kuna siku nilikaa nikawaza kama Mungu wakati anamwambia Mfalme Suleimani aombe lolote, pengine ingelikuwa wewe au wewe ungeomba pesa. Alafu Mungu angeweza akakupa hizo pesa alafu zikakuua. Lakini Mfalme Suleimani aliomba hekima. Mungu akampa hekima lakini akampa na pesa. Kwa Mungu anajua kwamba tunahitaji pesa. Lakini unapotafuta pesa, Mungu atakuacha, lakini unapomtafuta yeye, sasa tunaposema yale mema yatakapokujilia ndio pamoja na hayo, kwa sababu Mungu anajua ili uishi unahitaji pesa. Yes. Kwa hiyo usitafute pesa, mtafute Mungu.